kujitoa kwa Mungu. Wako watu wanashindwa kuelewa kwamba hawa watu wanafanya kazi ya Mungu kwa sababu wanataka waonekane na watu, au wanafanya kazi ya Mungu kama kazi ya maana kwenye maisha yao, kwa sababu Mungu ukishikamana naye, ukapendana naye, ukawa naye karibu, kwa sababu Mungu atafanya kazi na wewe kama umpendi. Mungu anafanya kazi na wewe ukiwa unampenda, na upendo wako na Mungu tutakuona unapompenda Mungu, unajitoa kwake, utakaribia mbele zake, utakuwa mwombaji mzuri, utakuwa na bidii kwenye ibada, utakuwa na huruma na watu wengine, utakuwa ukifadhili watu. Ahadi kubwa ambayo Mungu anaisema kwa watoto wake, moja anasema na wapenda wale wamependana, na wale watakutao kwa bidii wataniona. 18 anaongea neno kubwa ambalo wana Mungu wengi tulifika hapa tunasema haya mambo ni ya watu wasio Mungu. Hivi kuna mtu ambaye hataki baraka, kuna mtu ambaye hataki utajiri. Sasa anasema mwenyewe kwamba utajiri na heshima ziko kwangu, na utajiri uliomo na haki pia. Tumepewa neno na kutembea nalo mwaka huu, kutembea katika haki ya Mungu. Sasa anasema haya yote yako kwake. Unapoanza lango la msimu mpya wa mwaka, lazima ujue, lazima ufahamu kwamba Mungu anayo ahadi juu yako. Anasema kama unataka utajiri, kwanza mpende yeye, kwa sababu utajiri uko kwake, heshima uko kwake. Anasema tena unaodumu. Unataka haki, shikamana na Mungu, haki ya Mungu utakuwa nayo. Ni lazima ufahamu. Ukitembea bila ufahamu, utaachana, utatembea Mungu umemwacha pembeni, utatembea mwenyewe. Lazima ufahamu, na ndio maana nimesema fahamu ulinzi wa Mungu katika mwaka mpya. Fahamu ulinzi wa Mungu na utembee nao. Huyu Mungu ametuahidi pale ambapo tutafahamu. Tafuta maarifa, tafuta ufahamu, mjue sana Mungu ili uwe na amani. Hiyo ni kwa kitabu cha Ayubu 21:22. Anasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujia. Mwaka huu mjue sana Mungu, nijue sana neno la Mungu. Neno la Mungu litakusaidia kujua makusudi na mapenzi ya Mungu katika msimu mpya ambao Mungu amekupatia. Sasa